Mkimbizi anakokimbilia hana huko matayarisho nako, lakini muhamiaji anakohamia amekuchagua. Muhamiaji anakohamia anakujua. Muhamiaji anakohamia amekwishaanza kufanya matayarisho ya kuhamia huko, na hata baadhi ya familia yake au mizigo yake inakuwa tayari amekwishaipeleka kule anakotaka kuhamia au anakohamia. Miaka 13 ya Maka kilikuwa ni kipindi cha kufanya matayarisho kwa ajili ya hijra ya kuhama kutoka Maka na kuhamia Madina. Matayarisho ya kwanza aliyoyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwafanyisha hijra ya kiimani, hijra ya kiroho, hijra ya kitauhidi, kuhama kutoka katika ukafiri, kuhama kutoka katika ushirikina, kuhama kutoka katika mifumo yote isiyokuwa sahihi na kuhamia katika tauhidi. Kuhama katika mifumo yote isiyokuwa sahihi na kuhamia katika mfumo uliokuwa sahihi. Kuhama katika yale yote aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, na kuhamia katika yale yote aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Kuhama katika yale yote aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, na kuhamia katika yale yote aliyoyahalalisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Haya ndiyo matayarisho ya kwanza aliyoyafanya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa masahaba zake radhiyallahu anhum. Akaja akawazoeza hijra, akawapima wamejiandaa namna gani, wamewiva namna gani kwa ajili sasa ya kufanya hijra ya kuhama kutoka Maka na kuhamia Madina. Akawaambia wahame kutoka Maka wahamie Habash. Alikuwa anawazoeza hijra, anawapima wamewiva kiasi gani kwa ajili ya hijra ya kuhama kutoka Maka sasa na kuhamia Madina. Watukufu wa Islamu, kuna vitu huwa vinaletwa kwa Waislamu na bila kuviangalia kwa makini vitu hivyo, wale wanaovileta wanakuwa na shabaha maalum, wanakuwa na malengo maalum, madhumuni maalum ya kupotosha jambo miongoni mwa mambo ya Uislamu. Kuna kitabu kililetwa, aliandika Michael Hart, watu 100 mashuhuri duniani. Akaja akasema nambari 1 ni Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Akasema huyu ndiye mtu nambari 1 duniani katika watu 100 mashuhuri aliyowachagua yeye, waliofanikiwa katika dunia, walioacha athari katika dunia. Nambari 1 akamweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitabu chake watu 100 mashuhuri duniani, Muhammadi ndiye nambari 1. Ndiye mwanadamu pekee aliyefanikiwa katika dunia kuliko mwanadamu yeyote. Kitabu kiliuzwa,
anapata mamilioni ya dolari. Michael Hart ni mwanaanga, ni mwanasayansi, mwanahisabati, mwanahistoria, bingwa wa mchezo wa chess duniani. Kile kitabu wahadhiri wa dini ya Kiislamu walikuwa wanasimama majukwaani na kukieleza na kulifurahia jambo hilo, ya kwamba hata wasiokuwa Waislamu kwamba wanatambua ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye nambari moja duniani, ndiye mwanadamu pekee aliyefanikiwa duniani, lakini ilikuwa hawajakisoma mule ndani. Walitosheka na kile kilichoandikwa juu ya jarada. Kuna kitu kimefichwa mule ndani. Amewachukua manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amemchukua Nabii Musa alayhi salatu wasalam, amemchukua Nabii Isa alayhi salatu wasalam, amekwenda kuwashindanisha na watu wa kawaida tu, tena walioleta athari kubwa katika dunia katika kuupiga vita Uislamu. Watu hao akawapa nafasi za juu kabisa kuliko hawa manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuliko hawa mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena hawa ni katika ulul azmi minar rusuli, ni katika wale mitume wakubwa watano. Wa kwanza ni Nabii Nuh alayhi salatu wasalam, wa pili ni Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, wa tatu ni Nabii Musa alayhi salatu wasalam, wa nne ni Nabii Isa alayhi salatu wasalam, wa tano ni Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Wamechukuliwa hawa, wamewekwa nafasi za chini afu wakachukuliwa watu wa kawaida wakapewa nafasi za juu kuliko hawa. Amekwenda kuwachukua masahaba wa Mtume, wale makhalifa wanne, wakawekwa nafasi za chini, wakachukuliwa watu wa kawaida tu wasiokuwa manabii na mitume, tena waliokuja kuleta uharibifu katika dunia, wakaupiga vita Uislamu. Akawapa nafasi za juu kuliko wale makhalifa wanne wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ndiye nambari moja aliyefanikiwa kuliko mwanadamu yoyote yule katika ulimwengu huu, basi ilikuwa wanaofuatia pale wawe ni wale makhalifa wake wanne. Lakini wamekwenda kuwekwa nafasi za chini kabisa. Sasa wao kuna mambo wanayaleta kwa Waislamu, wanakuwa na shabaha mambo. Kuna habari ziliingizwa katika mtandao ya kwamba Neil Armstrong ameslimu. Mwanaanga huyu wa Kimarekani, kwa sababu alipokuwa mwezini eti kwamba alisikia adhana. Aliporudi duniani akatembelea nchi ya Misri, akaisikia ile adhana, akamwambia mwenyeji wake ya kwamba sauti kama hii, jambo kama hili nililisikia mimi kule mlipokuwa mwezini. Wizara ya mambo ya nchi za nchi ya Marekani wenyewe walikanusha mara nyingi sana kwamba hatukusikia kitu kama hiki. Tulichokiona sisi, tuliuona ule mwezi unaufa na picha tukapiga na tumekuleteeni.
na wanajiolojia duniani, Profesa Alfred Kroner, Profesa Frank Press. Hawa ni wanajiolojia, waliziomba zile picha alizopiga Neil Armstrong alipokuwa mwezini, wakazifanyia uchunguzi, wakaja wakaona kwamba ni kweli ule mwezi unaufa, na ufa ule ulitokana na kwamba kulitokea kipindi, lilitokea tukio katika dunia kwamba ule mwezi uligawanyika vipande viwili, ulipasuka ukagawanyika vipande viwili, alafu ukaja ukaungana. Ulipokuja kuungana, ile athari ya mpasuko bado ipo pale. Qur'ani katika sura ya 54, Suratul Qamar aya ya kwanza imesema iqtarabatis saatu wanshaqqa alqamar, qiyama kimekaribia na mwezi umekwisha pasuka. NASA hao waliona aya hii ya Qur'an kabla hawajaenda mwezini, wakauliza ili linalosemwa na Qur'ani ya kwamba mwezi umepasuka, kiyama kimekaribia, moja katika dalili kubwa za kiyama ni kupasuka kwa ule mwezi, na mwezi ulikwisha pasuka. Wakauliza hii ilikuwaje? Wakaambiwa huu ni muujiza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoufanya alipotakiwa aupasue mwezi vipande viwili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuomba Mola wake, akaunyoshea kidole ule mwezi, ukapasuka vipande viwili. Kipande kimoja kikaenda upande mmoja wa mlima, na kipande cha pili kikaenda upande wa pili wa mlima. Alafu ukaja ule mwezi ukaungana. NASA, kituo kinachoongoza safari za anga cha Kimarekani, National Aeronautics and Space Administration, walipinga, wakasema kitabu hiki ni kitabu cha kipumbavu, kichukuliwe kitabu hiki kifungiwe kabatini, na ufunguo maana yake hakina nafasi katika dunia. Itakuwaje kilomita 400 kutoka hapa chini ardhini mpaka pale ulipo mwezi, mtu awepo hapa ardhini aunyoshe kidole ule mwezi ukatike vipande viwili? Walipinga. Lakini Mwenyezi Mungu ndani ya kitabu hiki amesema la yaatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, katika surati Fussilat sura ya 41 aya 42, kwamba kitabu hiki hakitofikwa na batili, mbele yake wala nyuma yake, hautopatikana wakati wala muda wala zama wakaweza watu kuinyoshea kidole hii Qur'ani kwamba jambo fulani lililosemwa katika Qur'ani karne ya 7 kwamba jambo hilo si sahihi. Haitatokea, haijatokea na haitatokea. Kwa nini? Ni kwa sababu ni tanzilun, kwa sababu Qur'ani ni uteremsho uliotoka kwake yeye mwenye hikma na mwenye kuhimidiwa. Ile Qur'ani imejieleza waziwazi ya kwamba wapi ilikotoka ile Qur'ani, ni uteremsho. Qur'ani yenyewe imejieleza katika nafsi yake ile Qur'ani. Katika sura ya 41 Fussilat aya 53,
Qur'ani pia ikasema la sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq, ila akhir aya. Tutawaonyesha ukweli wa maneno yetu tokea masafa ya mbali na katika nafsi zao wenyewe, mpaka ije kuwabainikia ya kwamba yote yaliyosemwa katika Qur'ani ni haki. Atatumia masafa ya mbali na atazitumia nafsi zetu. Tarehe 16 mwezi wa 7 1969 mwanadamu akaruka kutoka katika mgongo wa ardhi, akapasua matabaka ya mbingu kilomita 400,000, akaenda kutua juu ya uso wa ardhi ya mwezi. Mwezi ni kama kipande tu cha ardhi, kiko hapo karibu na dunia, kinauzunguka dunia. Mwanadamu akatua juu ya uso wa mwezi. Neil Armstrong akafungua mlango wa Apollo, akatembea juu ya uso wa ardhi ya mwezi. Wakamuona anarudi nyuma. Hawa waliokuwepo hapa NASA chini ardhini katika kituo kinachoongoza safari za anga cha Kimarekani wanamuona na wanazungumza naye. Wakamuuliza, mbona tunakuona unarudi nyuma, kuna kitu gani ulichokiona? Anawaambia, nauona mwezi unaufa. Wakamwambia, piga picha. Akapiga picha kadhaa. Alipomaliza akachukua mfuko, akakusanya udongo na mawe ya pale mwezini. Mwezi ni kama kipande tu cha ardhi, una mabonde ule mwezi na milima. Akakusanya yale mawe na udongo wa pale, akautia kwenye mfuko, akarudi nao kwenye Apollo. Akafunga mlango, wakatoka juu ya uso wa ardhi ya mwezi, wakarudi ndani ya sayari yetu inayoitwa dunia. Walipotua pale NASA salama salimini, imefikia wakati wa kuongea na waandishi wa habari. Mwandishi wa habari wa CNN International anamuuliza Neil Armstrong, ni faida gani tuliyoipata sisi wanadamu kwa nyinyi kwenda mwezini kwa kutumia mabilioni ya dolari mulizotumia? Ni faida gani tuliyoipata sisi wanadamu? Neil Armstrong anamwambia yule mwandishi, faida tuliyoipata ni kubwa kuliko pesa tulizotumia, na kama tusingelitumia pesa hizo, hiyo faida tuliyoipata tusingelijua na tusingeliipata. Akawaonyesha zile picha, nimeuona mwezi unaufa, inaelekea ule mwezi wote ulikuwa ni mmoja tu, lakini kulitokea tukio katika dunia la kupasuka ule mwezi vipande viwili, alafu ukaja ukaungana. Athari ya mpasuko tumeikuta pale. Qur'ani karne ya 7 ilimwambia mwanadamu ya kwamba utafika muda utaweza kulifanya jambo hili la kuruka kutoka kwenye mgongo wa ardhi na kupasua matabaka ya mbingu na kwenda kwenye anga za juu. Qur'ani ilimfungulia milango mwanadamu kwamba utafika wakati, muda na zama, utaweza wewe mwanadamu kulifanya jambo hili.
ya ma'shara al-jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Enyi jamii ya majini na wanadamu, kama nyinyi munaweza kupenya katika matabaka ya mbingu na ardhi, fanfudhu, penyeni, nendeni, la tanfudhuna illa bisultani, hamtaweza kupenya illa bisultani. Neno sultani limetafsiriwa kwamba maana yake ni ilmu, hikma, utajiri, ufalme, nguvu. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yule mwanadamu atampa ilmu na hikma na nguvu na utajiri, zile safari za anga sio mchezo, vile vyombo ni mabilioni ya dolari. Utajiri pia unahitajika, kwamba huyu mwanadamu ataweza kufanya jambo hili. Tarehe 16 mwezi wa 7 1969 mwanadamu akaweza, ukweli wa Qur'ani ukatimia, na aliambiwa la tanfudhuna illa bisultani, hautoweza kwenda, hautoweza kupenya isipokuwa kwa nguvu zako. Katika eneo lote la anga, tukiwaondoa manabii na mitume, mwanadamu eneo ambalo ameweza kwenda kukanyaga kwa mguu wake ni mwezini tu, ndipo alipowezeshwa. Katika maeneo mengine yote mwanadamu anapeleka vyombo tu, anapeleka masatellite tu. Na hata katika ule mwezi wanasema kuna upande ule mwezi walipokwenda, walipojaribu kutua, chombo hakikukubali kutua, hakikukubali kutua. Kuna upande katika mwezi ule, kile chombo walipofika, walipojaribu kutua, kile chombo hakikutua. La tanfudhuna illa bisultani. Wenyewe wanashindwa kuelewa kwamba pale kuna nini, kwa nini hakikutua chombo chetu pale. La tanfudhuna illa bisultani, hamtaweza kufanya hivyo isipokuwa mpaka niwawezeshe. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwawezesha, ndiyo maana kile chombo kikakataa kutua. Wamekwenda kutua mahali ambapo kilipotua kile chombo ndipo alipopata kabola, ndio wakatua. Sasa yale mambo ya kusema kwamba alisikia adhana mwezini, hili hapa wenyewe wamelikanusha mara nyingi. Na Uislamu hauwezi ukawa eti sio Uislamu, au Qur'ani haiwezi kuwa sio maneno ya Mwenyezi Mungu, na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hawezi kuwa yeye sio mtume wa Mwenyezi Mungu, kwamba mpaka Neil Armstrong asikilize aisikie adhana Mwenyezi Mungu. Mara nyingi sana mwenyewe alipohojiwa na vyombo vya habari ya kwamba eti wewe umeslimu kwa kuisikia adhana mwezini, Neil Armstrong alijibu ya kwamba labda Neil Armstrong mwingine. Neil Armstrong amekufa, misa yake iliendeshwa katika lile kanisa
alilokuwa anaswalia na amezikwa Kikristo dunia mzima kwa njia ya televisheni ilionyeshwa. Lile jambo watu walilichukua wakaliingiza na likabebwa. Watu wahadhiri wa Kiislamu tukawa tukisimama majukwani tunalieleza jambo lile, hata kama kuna hadithi iliyokuwa dhaifu inayosema ya kwamba waliokuwa mwezini wanaisikia adhana ikiadhiniwa hapa ardhini. Neil Armstrong hakusikia adhana, na Uislamu eti kwamba hauwezi kuwa ni dini ya haki mpaka Neil Armstrong asikilize adhana mwezi, au Qur'ani haiwezi kuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka Neil Armstrong asikilize adhana mwezi, au bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawezi kuwa mtume wa haki mpaka Neil Armstrong asikilize adhana mwezi. Hii inakuwa si sahihi. Sasa wao kuna mambo wanayaleta kwetu, wanakuwa na shabaha maalum. Ndiyo katika hii World Book Dictionary wanakuja kueleza ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikimbia kutoka Makka akakimbilia Madina na masahaba zake radhiallahu anhum. Kuna kitu kinatafutwa hapo, kufichwa, kupotoshwa. Ile falsafa mzima ya hijra ndio inataka kufichwa. Matayarisho ya kwanza aliyoyafanya ni kufanya hijra ya kiimani, ya kiroho, ya kitauhidi kwa masahaba zake, na akaja akawazoweza hijra.